Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network. Na leo tena tupo katika somo la pili katika lesoni yetu hii ya robo ya pili katika mwaka 2026. Na kichwa cha somo cha leo au cha wiki hili kinasema kumjua Mungu. Na kabla tujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele zako ili tuweze kukusikia wewe ukinena nasi. Fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yohana 17 fungu la 3. Nalo limeandikwa, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kama nilivyoanza hapo mwanzo kwa kutambulisha kichwa cha somo ambacho kinasema kumjua Mungu. Juma hili tunaangalia namna gani tunaweza kumjua Mungu zaidi na kwa nini tumjue. Yaani namna gani na kwa nini tumjue huyu Mungu. Kimsingi dhambi ilipoingia hapa ulimwenguni, au tangu dhambi iingie hapa ulimwenguni, imebadilisha na imeendelea kujaribu kubadilisha fikra za watu juu ya namna ambavyo wanaweza kumtazama Mungu, na hasa kumfanya Mungu aonekane kama ni Mungu asiyefaa, Mungu ambaye hana upendo kwa watu wake. Shetani katika kila karne amejitahidi kuwadanganya watu wa Mungu ili waweze kumtazama Mungu katika mtazamo ambao sio sahihi, jambo ambalo ni la kusikitisha sana. Lakini swali linabaki sasa, kama shetani amejibidisha kufanya hivyo na kuwadanganya watu ili waweze kumuona Mungu katika taswira hiyo, je, Mungu hasa yukoje? Je, Mungu ni mtu mkuu sana kiasi gani? Je, ana hali gani na wanadamu wanatakiwa waelewe nini dhidi yake? Kimsingi Mungu ni mkuu sana na mwenye uwezo mkubwa kiasi kwamba upeo wetu wa kufikiri, upeo wetu wa kuelewa ni mdogo sana kiasi kwamba ni ngumu sana kuelewa vile alivyo. Na haijalishi tunajaribu kiasi gani, ni ngumu sana kuweza kumwelewa Mungu, na hivyo inahitaji msaada mkubwa kutoka kwa Roho wake Mtakatifu ambaye atatuongoza katika kumfahamu yeye vizuri. Sasa katika juma hili tunaenda kuangalia kwa kuongozwa na huyu Roho Mtakatifu kiasi chake, namna gani tunaweza tukamfahamu Mungu alivyo na namna gani ambavyo Biblia inamfunua Mungu kwetu. Na hapa tutaangalia sifa za Mungu, lakini tutaangalia tabia ya Mungu na baadaye tutaangalia kumjua Mungu. Tukianza na sifa za Mungu, natamani tusome katika kitabu cha Zaburi 89 fungu la 8. Na nitatumia Kiswahili cha kisasa. Imeandikwa, Bwana Mungu wa majeshi, ni nani aliye hodari kama wewe? Bwana, uaminifu wako pia unakuzunguka. Biblia inajaribu kueleza mfano wa wazi kabisa juu ya kile ambacho ndicho sifa ya Mungu ilivyo. Njia mojawapo ambayo tunaweza tukatumia kumfahamu Mungu vizuri ni kwa kuzipitia sifa zake kama zinavyoelezwa katika Biblia. Na nitajaribu kutoa hapa baadhi ya sifa za Mungu. Kwanza, Mungu ni mwenyezi au ni mwenye enzi. Na inaelezwa vizuri katika kitabu cha Mwanzo 17 fungu la 1. Lakini pia Mungu ni mjuzi, anajua mambo yote. Lakini pia Mungu ni mjuzi wa siku zijazo. Yaani yeye anajua siku ya leo, anajua siku ya kesho, anajua siku zijazo, anajua miaka ijayo, nini kitatokea, anafahamu kabisa. Lakini yeye pia ni mwenye haki. Lakini pia Mungu ni mwenye rehema. Pia ni mvumilivu na mwenye faraja. Mpaka inafika point
anapotoa adhabu anakuwa amekuvumilia kwa muda mrefu sana. Lakini pia ni mpaji wa neema, lakini anasamehe. Yeye ni mfalme, na mwisho kabisa yeye ni wa milele. Hizi ni sifa kadhaa za Mungu ambazo nimejaribu kuzichukua tu kati ya sifa nyingi sana ambazo zinapatikana katika Biblia. Lakini hebu tuchunguze na kuangalia tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ikoje? Na hapa tutaangalia tabia mbili kubwa za Mungu. Moja nahitaji tuiangalie kutoka katika kitabu cha Isaya 6 fungu la 3. Neno la Mungu limeandikwa, nao walikuwa wakiitana, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana mwenye nguvu zote, dunia yote imejaa utukufu wake. Tunaona malaika ambao wapo na wanamzunguka Mungu hawachoki kusema mtakatifu, 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 kama kitabu cha Ufunuo kinavyotuambia kwamba hawa malaika wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu usiku na mchana, hawachoki. Na hii inatupa tabia moja kubwa ya Mungu, ya kwamba yeye ni mtakatifu. Yaani dhambi haiwezi kukaa karibu yake kwa sababu yeye ni mtakatifu sana. Na ndivyo ambavyo Isaya anaeleza vizuri kabisa kuielezea hii sifa ya Mungu. Sasa tunaposema mtakatifu haishii tu kutajwa na malaika anavyotajwa masaa 24. Kinachomaanishwa hasa ni kwamba yeye hawezi kuwa karibu na uovu au hawezi kukaa karibu na uovu. Hana uhusiano wowote na dhambi. Maana yake Mungu ni mtakatifu tu, dhambi haipo kwake. Na hili linatukumbusha kwamba Mungu atakapokuja kuwachukua watakatifu wake kwenda mbinguni, hakutakuwa na uovu wowote ambao utabakiwa. Lakini kwa lugha nyingine ninaweza nikasema hii inathibitisha kile ambacho neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu ataondoa uovu. Kwa sababu unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 21 tunaambiwa, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Maana kama maskani ya Mungu itakuwa pamoja na wanadamu, hakutakuwa na uovu wowote ambao utakuwepo katika maskani hiyo. Kwa hiyo ni uthibitisho wa kile ambacho neno la Mungu linatuambia kwamba na uovu wowote hautakuwepo pale katika maskani ambayo Mungu ataifanya pamoja na watakatifu wake. Lakini tabia nyingine ya pili kuu ni upendo. Mungu ni upendo, na hii tunaiona kabisa katika Yohana wa kwanza 4 fungu la 16. Imeandikwa, na kwa hiyo tunajua na kutegemea upendo ambao Mungu anao kwetu. Mungu ni upendo. Anayeishi katika upendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Mungu hana tu upendo au kutoa upendo, lakini Mungu ni upendo. Yeye mwenyewe ni upendo. Sio kwamba anatoa tu, bali yeye ni upendo. Na hapa nitaonyesha katika sehemu kadhaa zinazoonyesha namna ambavyo upendo wa Mungu unadhihirika katika maisha ya mwanadamu. Kwanza, moja, baada ya Adam na Hawa kufanya dhambi, Mungu alijitoa kikamilifu kumtoa mwanaye wa pekee ili aweze kufa kwa ajili ya wadhambi. Lakini tunamuona pia Mungu alimuumba Adam na Hawa, yani mwanaume na mwanamke, na akawaasa ya kwamba mpendane. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 24 unaona hicho ninachokisema. Lakini kwa upendo pia Adam na Hawa walipotenda dhambi, Mungu aliwatafuta na akawapatia tumaini, akisema ya kwamba uzao wake utamponya, uzao wake utamponda nyoka, na uzao wa nyoka utamponda uzao wa mwanadamu kisigino. Lakini kwa upendo pia Mungu alifanya agano na Ibrahimu na akaahidi baraka kwa wanadamu wote
Na haya ni matukio kadhaa ambayo yanadhihirisha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Lakini kwa upendo wake pia anatuambia ya kwamba ameenda kutuandalia makao, ili kwamba kila mtu anayekubali kumpokea Mungu asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa kumjua Mungu kunamaanisha nini? Kumjua Mungu kunamaanisha nini? Kumjua Mungu kunamaanisha kumfahamu Mungu aliyefunuliwa katika uumbaji, lakini aliyefunuliwa katika Yesu Kristo. Na natamani tuangalie Mungu huyu aliyefunuliwa katika uumbaji anaelezwaje katika Biblia. Unaposoma katika kitabu cha Zaburi 19 fungu la kwanza, imeandikwa, mbingu zatangaza utukufu wa Mungu na anga laionyesha kazi ya mikono yake. Kumbe kumjua Mungu kunaanza kabisa na kutazama uumbaji, namna ambavyo kwanza wewe mwenyewe umeumbwa kwa namna ya kustaajabisha na namna ya ajabu. Ni udhihirisho tosha ya kwamba Mungu aliumba. Mungu aliumba. Namna ambavyo sayansi ya kibinadamu imejaribu kusababisha uhai, imejaribu kutengeneza pumzi ili mtu aweze kupumua, lakini imeshindwa. Huu ni udhihirisho wa namna ambavyo uumbaji wa Mungu ni wa pekee sana, kiasi kwamba akili ya mwanadamu haiwezi kudhihirisha, haiwezi kufikia, haiwezi kukaribia kwa namna yoyote ambayo upendo umedhihirishwa kwa mwanadamu. Biblia inamtaja Mungu kama Elohim, ya kwamba Mungu anayeumba, Mungu ambaye ni muumbaji, Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Na hii Elohim inaonekana kabisa katika kitabu cha Mwanzo. Elohim, Mungu muumbaji. Na hii inatukumbusha kwamba Mungu ambaye ndiye muumba, kupitia neno na kupitia kufinyanga, alitengeneza huu ulimwengu kwa uzuri wake ule ambao tunauona hivi leo. Japokuwa dhambi imejaribu kuharibu uzuri wa dunia, umebadilika. Tunaona majangwa, tunaona majani yakipukutika, ukame, lakini bado ukuu wa Mungu unaweza kuonekana katika uumbaji wake. Lakini Mungu pia amefunuliwa katika Yesu. Unaposoma katika kitabu cha Yohana 1 fungu la 18, neno la Mungu limeandikwa, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote, mwana pekee aliye kifuani mwa Baba amemtangaza. Kwamba hakuna mtu ambaye amemwona Mungu, lakini mwana pekee ambaye ndiye Yesu Kristo amemtangaza. Kwa lugha rahisi ni kwamba kama tunahitaji kumfahamu Mungu, kama tunahitaji kumjua Mungu vizuri, ni lazima tumchunguze na tumfahamu Yesu. Kwa kujifunza Yesu katika Biblia, basi tunakuwa tumemwona Baba, tunakuwa tumejifunza kuhusu Baba. Na yeye ndiye Masihi anayetimiza kile alichoahidi. Daima yeye amekuwa akiwahudumia wengine. Yeye ni mwenye huruma, na yeye ndiye aliyetoa maisha ya kimwili na kiroho. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ambaye ndiye Yesu Kristo ameweza kumfunua Mungu mwenyewe ambaye ni Mungu Baba. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome kutoka katika kitabu cha Ellen G. White, God Cares for Us, August 8. Imeandikwa, maelfu wanadhana potofu ya Mungu na sifa zake. Mungu ni mkuu wa ukweli. Haki na rehema ni sifa za kiti chake cha enzi. Yeye ni Mungu wa upendo, wa huruma na huruma nyororo. Kwa hivyo anawakilishwa katika uvumilivu, anawakilishwa katika mwanawe, Mwokozi wetu. Yeye ni Mungu wa uvumilivu na uvumilivu. Ikiwa ndivyo tunavyomwabudu na ambaye tabia yake tunatafuta kuiga, tunamwabudu Mungu kwa kweli. Kwa hakika Mungu amedhihirishwa kwetu kupitia Yesu Kristo, na namna ambavyo ametenda kwetu ni makuu sana, kiasi kwamba lugha ya binadamu au
akili ya kibinadamu, akili yangu kamwe haiwezi kudhihirisha kile ambacho ni uhalisia wa namna Mungu alivyo. Kwa hiyo Mungu ana sifa nyingi ambazo tumeziona, ambazo ni kuwa mwenyezi, lakini kuwa mjuzi wa kila kitu, lakini kuwa mwenye haki, lakini mwenye rehema, mvumilivu na mwenye faraja, mpaji wa neema, kusamehe, lakini ndiye mfalme na ni wa milele. Na kwa upande wake Shetani amejaribu kuziharibu hizi sifa zisionekane. Katika namna yote aliyojaribu kumwondolea sifa nzuri Mungu, bado ukweli wa upendo wake, bado ukweli wa utukufu wake unadhihirika hata leo. Na kamwe hakutakuwa na namna ambavyo mwanadamu yeyote atashindwa kutambua upendo wa Mungu na utukufu wa Mungu. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia hata siku ile ya hukumu wanadamu wote watakiri, watakapotambua yale yote ambayo Mungu ameyafanya, watakiri ya kwamba ni za kweli na za haki hukumu zake Mungu, kwa sababu yeye ni mwenye upendo. Na katika kipindi chote cha maisha ya mwanadamu amejaribu kudhihirisha namna ambavyo uhalisia wa tabia yake upo, na kwa wale ambao walikubali tabia ya Mungu na wakakubali kuunganika naye, basi wataokolewa. Lakini wale ambao wataamua kupotea kwa kutazama upendo wote huu wa Mungu na kutoujali, watapotea kabisa. Kwa hiyo leo hii au juma hili tunasisitizwa ya kwamba ni vizuri tukazitambua hizi sifa za Mungu kwa kumjua Mungu sana. Na tutaanzia wapi kumjua Mungu? Kwa kumfahamu Yesu alivyo, kwa kujifunza kuhusu Yesu, kwa kujifunza kuhusu tabia yake, kwa kujifunza kuhusu upendo wa Yesu, kwa sababu tutakapomuona Yesu alivyoishi, tutakapomuona Yesu alivyotenda, basi tutamuona Baba kupitia kwake. Ikiwa unatamani kujitoa kikamilifu kuthamini upendo ambao Mungu ameukirimu kwa wanadamu wote, ungana nami katika ombi hili ambalo ninaenda kuliomba. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Baba, tumejifunza ya kwamba wewe ni upendo, na siku zote unatamani tutambue huo upendo ambao umeudhihirisha kwetu. Leo hii tunakiri ya kwamba kwa namna moja au nyingine tuliingia kukubaliana na udanganyifu wa Shetani, kutokutambua sifa zako zote na kutokujifunza vizuri kuhusu wewe. Na sasa tunahitaji kubadilika na kujifunza zaidi kuhusu wewe, ili tuweze kuthamini upendo wako na kutambua utukufu wako, ili tuweze kujiandaa na kuishi maisha ya kitukufu katika makao ambayo umetuandalia. Tunaamini utakuwa pamoja nasi na utaendelea kutukirimia uhai katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi huu ndio mwisho wa somo letu katika juma hili. Na ikiwa unabarikiwa na vipindi hivi, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe na watu wengine waweze kupata ujumbe huu. Usisahau kuungana nasi katika vipindi vingine vinavyokuja kwako katika channel yetu hii ya Tosi TV Network. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Asante.